Tutazame unyenyekevu wa rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore. Kuna siku inahadithiwa kwamba aliposhika tu madaraka ya nchi ya Burkina Faso, alikuwa ametoka nchini Ufaransa katika masuala yake ya kidiplomasia, na wakati huo anarudi katika nchi yake ya Burkina Faso, alipanda ndege. Lakini akiwa katika mavazi ya kawaida kabisa, t-shirt na suruali tu ya kawaida, ama tunaweza kusema jeans au cadet. Siku hiyo alipokuwa katika ndege hiyo, ikaonyesha kwamba kulikuwa na mfanyabiashara ambaye alikuwa anatoka Ufaransa anaelekea huko Burkina Faso, lakini alichelewa ndege katika eneo la first class. Hivyo alitakiwa kupanda katika ndege hiyo, lakini katika eneo la watu wa kawaida, yani business class. Hivyo kutokana na umuhimu wake na mashuhuri wake, akampigia mhudumu mmoja wa ndege aliyekuwa anajulikana kwa jina la Sofia. Ni mzungu huyu. Sasa Sofia akaona sasa itakuwaje. Sofia alichoamua kufanya ni kuwasiliana na rubani wake kwamba kuna mteja wao ambaye ni mtu maarufu sana, mfanyabiashara maarufu sana katika nchi ya Ufaransa na mataifa mengine. Hivyo anahitaji kusafiri, lakini first class nafasi zimejaa. Inaonyesha kwamba walipowasiliana na huyo rubani wake akashauriana kwamba waende katika nafasi ya first class VIP hiyo ya viongozi, akamwangalie mmoja wapo ama mtu aliyekaa katika eneo hilo la first class ili aweze kumuomba ahamie katika eneo la business class, yani eneo la kawaida. Sofia hakusita. Alienda kwenye eneo ambalo walikuwepo wamekaa abiria first class. Alipowatazama akaona mtu pekee ambaye anaonyesha kabisa kwamba ni kama hastahili kukaa katika eneo lile la first class ni Ibrahim Traore. Ndipo akamwendea kwenye kiti chake na kumwambia kwamba anamuomba aende akakae katika eneo la business class, yani eneo la kawaida, ili mfanyabiashara huyo kwamba akamwambia kwamba kuna mtu mashuhuri sana anahitaji kwamba amechelewa kukata tiketi katika eneo hilo la first class, lakini ni abiria wa hiyo ndege, lakini yuko katika eneo la business class, hivyo anahitajika kwenda kukaa katika eneo la first class. Traore akauliza kwani kuna shida gani kubwa ambapo wezi huyo mfanyabiashara au huyo mtu mashuhuri kukaa katika eneo lingine wakati ndege ni ile ile. Ndipo yule mzungu akamwona Traore ni Mwafrika lakini pia ni kijana, akamsisitiza tu kwamba ameona kwamba ampishe huyo mtu, yeye apeleke kwenye nafasi hiyo ya business class. Ndipo Traore bila kusita akasema hakuna shida, basi twende tu kanionyeshe hiyo nafasi ambayo natakiwa kukaa, ila nisaidie kama kuna chai hapo utanisaidia ndege inapotaka kuondoka. Mhudumu huyo hakusita, akamchukua akaenda kumuonyesha kwenye eneo la business class. Ndipo Traore akaendelea pale na safari yake, lakini wakati ndege ikiwa angani, mwenzake na Sofia akaenda akamuuliza, hivi Sofia, unafahamu uliyemuondoa kwenye hii first class na kumpeleka kwenye business class ni nani? Sofia akasema yeye alikuwa hamjui, ila ameona tu ni kijana ambaye ameona astahili kukaa pale, amemuondoa ili akae mfanye biashara kwenye hiyo eneo lake lilokuwa amekaa yeye huyo bwana Traore. Akamuuliza, unafahamu hata jina lake? Akasema ndio, nimeona jina lake anaitwa Traore. Akasema kazi yake unaifahamu? Akasema hapana, sijui. Akasema huyo ni rais wa Burkina Faso. Akapigwa na butwaa kwamba imekuwaje rais hana walinzi wa kutisha au wana watu ambao wanamzunguka kivile, na kwa sababu wamezoea kwamba marais wanakuwa katika ulinzi mkali, na wanapokuwa wanaingia kwenye ndege ama mahala popote pale huwa wanakuwa na special treatment. Ndipo akapigwa na butwaa kweli. Ndipo mwenzake akamwambia huyo ni rais wa Burkina Faso ambako tunaelekea huko, ni Ibrahim Traore na ni captain wa jeshi huyo. Bwana Sofia akapigwa na butwaa, ndipo akaamua kumwendea Traore na kumwomba msamaha kwamba anaomba msamaha sana kwa sababu hakufahamu kwamba yeye ni rais
wa nchi ya Burkina Faso, na ndiyo maana alienda kumuinua kidhani kwamba ni kijana tu wa kawaida, kutokana na namna ambavyo walipokuwa Ibrahim Traore, na alikuwa ni mtu amevaa mavazi ya kawaida tu, lakini pia amevaa kama kijana tu wa kawaida, labda anafanya biashara ambaye anajifunza tu, labda au amekatiwa tiketi. Ibrahim Traore akamwambia asijali, akamwambia haya ni maisha tu ya kawaida, wala asijali chochote, kwa sababu pia alipokuwa amekaa ni sehemu nzuri tu, lakini pia kwa sababu hiyo ni ndege moja, wala kumhamisha ndege, lakini alimhamisha tu city. Hivyo Ibrahim Traore akamwambia kwamba mhudumu huyo asijali, aendelee tu na majukumu mengine na majukumu yake kama kawaida, kwa sababu pia anafahamu changamoto za kazi yoyote ile hapa duniani, kwamba kila kazi ina changamoto zake. Hivyo akasema kwamba aichukulie tu hiyo kama ni changamoto ya watu wengine ambao pia wanapata changamoto katika kazi zao, hivyo awe na amani. Bi Sofia akaondoka pale, lakini bado hakuwa na amani. Alipoondoka akaenda kuongea na mwenzake ambaye alimwambia mwanzo, bado kimsingi hakuwa na amani, mpaka ndege inakaribia kutua akarudi tena kwa Ibrahim Traore kumweleza kwamba anaomba sana asamehewe. Ibrahim Traore akasema kwamba yeye hana shida kabisa, na ikumbuke kwamba duniani hapa ni binadamu wote ni sawa, ni vile tu namna ambavyo unatakiwa kumwendo binadamu yeyote, kumthamini binadamu yeyote bila kuangalia kwamba ana nafasi gani katika eneo lako la kazi. Anapokujia au wewe unapoenda katika eneo la mtu, usimtazame jinsi alivyo, mtazame tu wewe, muhudumie. Jenga imani kwenye mioyo ya watu katika kutoa huduma iliyo bora, bila kuthaminisha kwamba huyu mtu anaweza kuwa na thamani gani, au mpaka akwambie kwamba yeye ni nani ndipo umpe thamani yake. Jambo ambalo yule dada Sofia, huyo dada mhudumu wa kizungu, hakupata bado amani. Na inaelezwa kwamba walipokuwa wanateremka sasa, ndege imeshatua katika mji mkuu wa Burkina Faso, Wagadugu. Ndege inatua, Traore anakuja kupokelewa na baadhi ya walinzi wake ambao walikuwepo pale uwanjani. Alishangaa kabisa yule dada Sofia kwamba kweli hakika kumbe huyu mtu ni mnyenyekevu sana, kwa sababu hata katika uwanja wa Wagadugu haikuruhusiwa kuweka red carpet wala nini. Hivyo Ibrahim Traore akashuka pale, anashuka anapigiwa saruti na wale walinzi wake au waliokuwa wameandaliwa kwa ajili ya kumpokea. Akawa anashangaa sana huyo dada Sofia, na baadhi ya watu ambao walikuwa awali hawaelewi kwamba huyo ni rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore. Lakini zaidi inaelezwa kwamba baada ya kuteremka na mambo kuendelea, huyo dada wakati anaondoka katika nchi ya Burkina Faso, katika hoteli ambayo alikuwa amefikia, aliacha ujumbe akisema kwamba alichojifunza katika safari yake ni kumnyenyekea kila mmoja bila kumwangalia amevaaje ama anaonekanaje. Na huu ndio unyenyekevu wa Ibrahim Traore, ambaye ni rais wa nchi ya Burkina Faso, ambao yeye anaamini kwamba katika kujenga majumba ya kifahari kwa viongozi, anaamini kujenga utu ndani ya mioyo ya watu. Wewe unasemaje katika jambo hili? Umejifunza nini? Karibu.